Tumsifu Yesu Kristo. Mwashamu Baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala, askofu wa Jimbo Katoliki la Mafinga, mwana mpendwa Shemasi Padre mteule Michael Singaile, na wapendwa nyote kabisa, tumekusanyika asubuhi hii ya leo tarehe ya 8 mwezi wa 8 2026 8 katika viwanja vya parokia yetu ya Familia Takatifu Ikwega, ili kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa wema na upendo wake wa kutujalia mwana huyu mpendwa Padre mteule Michael Singaile, ambaye anajitoa kwake kwa utume wa daraja la pili la kikuhani kwa ajili ya kutangaza Injili ya Kristo kwetu na kwa watu wa mataifa yote ulimwenguni. Tunafurahi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemchagua huyu kijana wetu ili awe kuhani kutoka katika familia ya wabatizwa ndani ya kanisa letu, ili amweke wakfu kwa ajili ya mambo matakatifu ya muhusuyo Mungu katika mpango wake wa kuwakomboa wanadamu. Somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza ya 4 hadi ya 9. Tumesikia tafakari ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia kwa kinywa cha nabii Yeremia. Somo la tudhihirishia kuwa wito wa upadre unatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayemuita, anamtakasa mwamini kwa ajili ya kuhudumu na kulichunga kundi lake. Tena Mwenyezi Mungu anamuita na kumwekea mwanadamu utume huu kabla ya kumuumba na kumfanya hai katika tumbo la mama yake. Tumesikia neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 4. Padre wetu huyu mteule, ingawa ni yeye aliyetuma maombi ya kuingia katika malezi ya seminari kwa hatua zote alizopitia hadi kufikia hatua hii ya uteuzi, na baada ya muda mfupi ujao atafanywa padre, Mwenyezi Mungu alishamjua, alishamtakasa, alishamuita na kumweka kuwa mtumishi wake kwa ajili ya kulihudumia kundi lake. Kumbe, ndugu zangu, ni jambo la kumshukuru Mungu ambaye yeye mwenyewe kwa mpango wake alipenda iwe hivyo, na anafanya hivyo ndani ya mioyo ya wanadamu ili waweze kulichunga kundi lake, kulichunga taifa lake. Lakini ni jambo la kumshukuru kijana wetu pia kwamba yeye mwenyewe naye baada ya kusikia sauti hiyo ya Mungu ambayo inamuita, ameweza kuisikia na ameitika. Na kwa hiyo sisi kama taifa la Mungu tunamwombea ili nia hiyo njema na hilo ambalo Mwenyezi Mungu anataka lifanyike kwake liweze kweli kufanyika vema, ili sisi tuweze kupata neema na baraka za Mungu kwa njia ya utumishi wake
uliotukuka utumishi wake mwema. Somo la pili, somo la waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 10, linatuongoza kutafakari juu ya ukuhani ambao mwanadamu amemstahilisha kuupokea. Mwandishi wa waraka huu kwa Waebrania anaeleza dhahiri kuwa kila kuhani mkuu huitwa na Mungu kutoka miongoni mwa watu ili awaongoze wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu na kutoa dhabihu kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Kwa sababu yeye mwenyewe ni dhaifu, anaweza kuwaonea huruma wale wanaopotea au wanaohitaji msamaha, wale wanaohitaji huruma ya Mungu. Heshima hii ya kikuhani haitwaliwi na mwanadamu kwa nguvu yake mwenyewe, bali huteuliwa na Mungu. Nguvu hiyo hutolewa na Mungu. Ni Mwenyezi Mungu ambaye humstahilisha mwanadamu mamlaka hayo ya kikuhani. Padre amestahilishwa kuhudumu makuu na matakatifu yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anapaswa daima kupokea na kufanya utume huu kwa unyenyekevu mkubwa, na hilo ndilo tunalokuombea Baba Michael Alfred Singaile, ili utambue nguvu hiyo ya Mungu ambayo anakustahilisha pasipo mastahili yako, ili ufanye kazi yake, uhudumu patakatifu pake. Yeye padre amepewa hazina hii ya kitume katika chombo cha udongo, kama Mtume Paulo anavyotutafakarisha katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura ya 4 aya ya 7. Tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Na mnajua kwamba hii ndiyo kauli mbiu ya mwasha maaskofu wetu wa jimbo la Mafinga. Mwenyezi Mungu amemjalia wito huu mtakatifu padre aliye binadamu dhaifu, anayetoka kwa watu kwa ajili ya watu, ex hominibus pro hominibus, kutoka kwa watu kwa ajili ya watu. Kwa hiyo upadre ni kwa ajili yetu sote, si kwa ajili ya kujihudumia yeye mwenyewe, bali kuwahudumia watu. Padre ana hudumu, kwa mfano, kutoa sakramenti, anaadhimisha misa takatifu kwa ajili yake yeye mwenyewe na kwa ajili ya watu. Lakini tutambue kwamba huduma yake padre anafanyika kwa ajili yetu sote, na kwa hiyo upadre wake ni upadre wetu pia, katika maana ya kwamba yeye ni kwa ajili ya yetu sisi, anatolewa na Mungu ili aweze kutuhudumia sisi. Na katika kuhudumu huduma yake, kwa kweli padre ni zaidi kwa ajili ya kuhudumia wengine, katika maana ya kwamba yale matakatifu anayoyaadhimisha kweli ni kwa ajili yake kujitakatifuza, lakini kwa kweli mengi yamekuwa yanaelekezwa kwa wengine, na mengine ingawa nguvu hiyo amepewa yeye mwenyewe hawezi kujihudumia yeye mwenyewe. Kwa mfano, sakramenti ya mpako wa wagonjwa hawezi kujipaka mafuta yeye, na ikawa tukasema sasa amepata sakramenti, sisi mapata tunaweza tukajipaka wenyewe. Ukiona unaona sema Yesu nipake kwa mpako mtakatifu, sasa huwezi kujipaka mwenyewe, lazima aje padre mwingine amuhudumie. Kwa kweli
mambo mengi anatolewa kwa ajili ya kuhudumia wengine. Sakramenti zote hakuna padre huweza kujihudumia mwenyewe. Kitubio kwa mfano, hawezi nguvu ile aliyepewa na Mungu akasema sasa ninajiungamisha mwenyewe. Haiwezekani. Ataungamisha wengine, na yeye akihitaji kuungama ataungama kwa mwingine. Na hiyo inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anataka padre atoe huduma hiyo kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Na kwa kweli hata baraka ile sana sana utasema tu tubariki Mungu Mwenyezi, lakini huwezi kusema sijui utasemaje, yani hata sielewi. Ni ngumu. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuhudumia wengine. Huduma ya kipadre na utume wake usingekuwa na maana bila watu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaadhimisha sakramenti ya daraja la pili la ukuhani kwa ajili yetu. Padre ambaye anatolewa kwa ajili ya kutuhudumia. Na ndio maana tunafurahi, tumejawa shangwe na mashamba baskofu katika utangulizi. Sasa tunayo furaha kubwa kwa sababu tunapata mchungaji, tunapata mhudumu, tunapata kuhani ambaye ametoka kwetu, anakuja kwa ajili ya kutuhudumia sisi katika mambo matakatifu. Na kwa hiyo hazina hii tuliopewa, zawadi hii kubwa tuliopewa kutoka kwa Mungu, ni lazima tuipokee kwa furaha, lakini tujue kwamba sisi sote tuna wajibu wa kuipokea zawadi hii kwa shukrani, lakini pia kuwa pamoja naye, kuandamana pamoja naye. Mapadre ni wahudumu au vyombo vyake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kututakatifuza. Tuwaombee mapadre wetu, tuwasaidie katika utume wao, tuwatunze na tuwe nao bega kwa bega katika utume wao, ili wapate faraja na nguvu ya kutuhudumia vema kiroho. Ili padre aweze kutuhudumia, anatuhitaji sisi. Na padre hawezi kuwepo bila kuwepo watu, bila kuwepo waamini. Na kwa hiyo ni lazima kazi ya kitume tufanye naye bega kwa bega, lakini pia tumsaidie, tumuwezeshe ili aweze kupata nguvu hiyo ya kutuhudumia. Na hii ina maana ya kutambua hata sisi wenyewe wajibu wetu kwamba tumepewa zawadi hii ya padre, lakini padre huyu yupo pamoja na sisi. Sisi wenyewe tumpokee kwa furaha, tumtunze, tumhudumie na tushirikiane naye katika kutangaza injili hii. Tupokee maagizo yake, tumtumie padre tumtumie, tujitakatifuze kwa njia ya padre huyu. Na sijui ndugu zangu waamini, tutasema nini mbele ya Mungu kama padre yupo pamoja nasi. Kwa mfano, yupo parokiani kwetu, anakuja anasali misa parokiani, akimaliza kusali misa parokiani anakwenda vigangoni, na pengine si kigango kimoja, vigango viwili vitatu. Anafika pale kigangoni, anaketi kwenye kiti cha kitubio ili aungamishe, na sisi hatuendi kuungama. Unakaa kwenye kiti cha kitubio, watu hawaji kuungama, unajaribu kukohoa kidogo labda ili kwamba basi washtuke kidogo. Unaona? Sasa hii itakuwa sio sawa. Tupande tumtumie, atumike, tumtumie. Na tumtumie vizuri. Kwa hivyo tupokee maagizo, mafundisho anayoyatoa, tupokee sakramenti. Padre atabatiza watoto wetu, atatoa na sakramenti nyingine kama sakramenti ya ndoa na kadhalika. Tutumie
matakatifu haya ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa njia ya watumishi wetu hawa mapadre. Katika kutekeleza majukumu yake ya kitume, padre anapaswa kukesha na kuwa tayari daima kama tulivyotangaziwa katika Injili ya leo. Injili ya Luka sura ya 12 aya 35 hadi 44. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mwaliko wa kukesha, kuwa tayari wakati wote na kuwa na uwajibikaji wa daima, akitumia mifano ya watumishi wanaomngoja bwana wao ili arudipo kutoka harusini hawakute wakikesha. Na anatoa pia mfano wa mwizi yule ambaye anapokuja hatoi taarifa, lakini kwamba mwenye nyumba angalijua kama mwizi huyo atakuja saa fulani, basi angalikesha ili vitu vyake au mali yake isiweze kuibiwa na mwizi huyo. Lakini ujumbe tunaopewa hapa ni kuwa tayari daima. Padre awe tayari daima, lakini na sisi pia tunaalikwa kuwa tayari daima ili tuweze kupokea maagizo ya Mungu. Lakini padre alichunge na kulilisha kundi la kondoo wa Bwana wakati wote. Ndugu zangu, kuna mfano mmoja ambao tunaupata kutoka kwa Mtakatifu Yohane Maria Vianney, padre. Mara moja alipata taarifa kwamba kijijini kuna mgonjwa. Kuna mwamini mmoja alikuja kutoa taarifa kwamba kuna mgonjwa anahitaji sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Ilikuwa ni msimu wa baridi kali, sio baridi kama hii Ikwega. Kuna baridi kali zaidi kuliko hii. Wale wa Ulaya wanajua vizuri kwamba kuna baridi zile hizi degrees Celsius, baridi chini ya 0. Ndio kuna barafu kabisa, baridi kali. Basi huyu baba alipopata taarifa hiyo, na ilikuwa tayari ni usiku saa moja hivi, akamwambia yule muamini, nakuja nimpe huduma mgonjwa huyu. Basi amejifunika, amevaa bland fulani coat, akaandamana na yule muamini. Sasa kutokana na hiyo baridi kali, yeye mwenyewe akawa amepata kama homa. Anafika kwa mgonjwa, anatetemeka. Mgonjwa amelala kitandani, na wale waamini waliokuwepo pale wakasema, padre, mbona lakini inaonekana na wewe ni kama unaumwa? Akasema, mafuta ninayo, lakini hata kama naumwa nitampaka huyu kwanza. Nitampaka. Sasa akataka kuanza kumhudumia, akashindwa. Akawaambia wale waamini pale, naomba mniwekee hapa, mnitandikie kidogo, nikae nilale na mimi. Mgonjwa amelala hapa na yeye akalala pale, na wakamfunika mablanketi ya kutosha. Akapata joto kidogo, akasema sasa nadhani naweza nikapaka. Akaanza kusali, amelala. Akampaka mgonjwa mafuta, amelala na tetemeka, lakini akamhudumia. Na baada ya hapo akakaa muda mfupi, wakampa dawa, basi akapata nafuu kidogo, akaanza kurudi nyumbani, anarudi kwa furaha. Sasa ndugu zangu mapadre, Baba Michael Singai, pamoja na mapadre tuliopo na sisi makuhani, tukiwepo na sisi maaskofu, utume wa kuwahudumia watu ni wa muhimu sana. Tunahitaji kweli kuwahudumia waamini wetu. Waamini wetu wana kiu ya kupata huduma yetu ya kichungaji.
Kwa hiyo katika wito huu ambao tumestahilishwa, sio kwa mastahili yetu, tumestahilishwa na Mungu tuwe makuhani kwa ajili ya watu, basi kweli tuwahudumie. Nakumbuka fundisho la Mwashamba Baba Askofu kule Usokami tarehe 2 mwezi wa 7 wakati wa upadirisho pale. Katika mafundisho yake Mwashamba Baba Askofu alitoa fundisho ambalo linigusa sana, na nadhani pia mapadre tuligusika, na naomba na Baba Singaeli ili ulipokee. Mwashamba Baba Askofu alisisitiza sana juu ya uwepo wa padre katika utume, availability of a priest for the mission. Uwepo wa padre apatikane. Mapadre tunapaswa kupatikana, na maaskofu pia tunapaswa kupatikana. Na nikiongeza kidogo katika hili, mapadre tuweke utaratibu kabisa wa kupatikana. Hizi simu tulizonazo zitusaidie kwa mawasiliano, na mawasiliano, maana nadhani hata hapa tuliopo nafikiri asilimia labda 98 wote tuna simu, si ndio? Tunazo simu, na najibu kwa sauti ya chini kwa sababu mnajua simu hizo tunazo. Si kitu kibaya kuwa na simu, lakini simu zitusaidie kwa mawasiliano ya kichungaji. Sasa sijui tukiuliza hapa, simu zetu tulizonazo mapadre wetu, maparoko na maparoko wasaidizi wetu, mna namba zao? Mnazo namba zao? Sijui, wengine hatuna, wengine hata namba ya askofu hatuna. Kwa sababu labda sasa namba za watu wengine tunazo. Sasa kwa padre itakuwa ni mbaya zaidi. Sasa kuuliza mapadre wa Mafinga, mna namba ya wote, mna namba za askofu? Sijui. Tukiwasiliana katika mambo mazuri yanayohusu uchungaji. Maana sasa padre na askofu wako na Baba Singaeli hapa baadaye katika zile katika maadhimisho kutakuwa na kuweka mikono, si ndio? Kuahidi utii. Waahidi, sio mimi, askofu wako yule pale, askofu wako na waandamizi wake, heshima na utii. Bila shaka utasema naahidi, na tunatumaini itakuwa hivyo, sio kama padre mmoja alisema naahidi, lakini wakati mwingine tutawasiliana vizuri. Sasa hivyo viganja ambavyo vimekuweka mikono yake umeingiza ndani ya viganja vya askofu wako, au huyu askofu anayefanya kwa niaba ya askofu wako, kwa kweli kimsingi inapaswa ujue kwamba maana yake ni kwamba ninafanya utume huo pamoja na askofu wangu, na lakini pia kwamba kwa pamoja tunafanya utume huo. Na pale unapotumwa sasa, unatumwa ili kuyatekeleza majukumu haya ya kichungaji kwa ajili yake. Na kwa hivyo uwasiliane naye. Fanya utume wako ukilichunga kundi la Mungu pamoja na askofu wako kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Kwa hiyo nilikuwa naongea swala la sisi wachungaji kupatikana. Kwa kweli nafikiri kuna haja hata katika ofisi zetu kuweka utaratibu kabisa kwamba basi kuna wakati ambapo basi nina ratiba, najua muda huu nitakaa ofisini nisikilize watu. Ni muhimu sana. Baba Singaeli, muhimu kweli katika utume, na utafurahia utume unapokuwa na watu
watu wasikilize, ongea nao, na watu wana mahangaiko mengi wanayohitaji kuyapokea. Isiwe sasa kwamba basi wanakutafuta upatikani kwenye simu. Baba Askofu alisema ukiona miss call. Nafikiri sasa tukishakuwa sisi wachungaji, wakati mwingine tusiangalie tu hii namba ni ngeni, haina hujaiweka kwenye orodha ya contacts zako. Ni ngeni, hujui. Wewe huwezi kujua ni nani. Uite tena baadaye. Nafikiri si gharama kiasi hicho. Uite. Nimeona namba ngeni, naongea na nani? Basi unaweza kuona pengine ni muamini wako alikuwa na shida fulani ya kichungaji. Msikilize utakavyoweza. Sema kwamba jamani, sasa wakati fulani na ninyi waamini msiite hata bila kuna sababu. Wakati mwingine unaita sasa, nilikuwa nataka tu nikusalimie, ni muda mrefu sasa. Yaani kwa shughuli ya muhimu ya kichungaji. Hapo sawa. Na labda sasa kama ni shida kubwa, hapo kweli hata usiku kabisa wa manane, kweli kuna mgonjwa, kuna kitu ambacho unaona kwamba hapa kwa kweli ni kinahitaji, hapo ni lazima kuita. Lakini sio unaita saa 8 alafu nasema tu ni salamu tu. Mwenzako alikuwa kwenye usingizi, unamkatisha kwenye usingizi pasipo sababu ya msingi. Lakini katika mambo ya muhimu, mawasiliano, tuwasiliane, lakini tufanye utume wetu kwa upendo na kwa furaha, tukijua kwamba Mungu ametuita ili tuweze kulihudumia taifa lake. Katika utume wako, mdogo wangu Padre mteule Michael Alfred Singaile, napenda kukupa tu tafakari ya mambo matatu. Ni tafakari ambayo basi bila shaka inatusaidia sote, sisi wenyewe tunajikumbusha, lakini basi pia kwako nadhani ukiyapokea matatu tu kwa leo, mengine tutaendelea tutakapokuwa tunakutana, labda hata tunawasiliana kwa namna nyingine. Jambo la kwanza niligusia hata hapo mwanzoni ni utii. Utii katika utume kwetu sisi wachungaji, mapadre, makuhani ni kitu cha muhimu sana. Unapaswa kupokea maagizo ya mchungaji wako mkuu. Tunaposema utii, si utii tu. Mara nyingi tukisema utii tu, mapadre tunamwangalia, tunasema utii kwa askofu. Lakini kwa kweli ni utii katika mamlaka ya kanisa, si askofu pekee yake. Askofu anasimama kwa niaba ya kanisa, lakini pia hata paroko. Kwa mfano sasa utapangwa parokia fulani, bila shaka mashamba ya askofu, utakuwa katika kichwa chako, sisi utapangwa wapi, first appointment. Askofu anajua atakupanga mahali. Sasa pale mahali alipokupanga pana uongozi. Unaweza kuwa kiongozi mwenyewe, inaweza ikatokea akakupanga wewe mwenyewe ukawa kiongozi pale. Lakini hata hivyo, kama unapangwa mahali na pana uongozi, unakao yupo paroko au katika taasisi yupo sijui mkuu, rector au nani yoyote, ule ni uongozi, na hiyo ni cheni ya kanisa. Mamlaka hizi ni lazima tuzipokee. Na mapadre hapa paroko wasaidizi, usipomtii paroko pia ni kama kumtia askofu pia kabisa. Kwa sababu sasa kwa mfano akasema bwana, sasa naona kule Itotoma kuna mgonjwa, naomba mwenzangu uende bwana, mwenzio nimebanwa hapa ofisini kuna mama. Bwana, sasa ya mambo tuambiane mapema bwana. Tutataka kukosa utii hapa. Maana anapoongea mwenzako anaongea pia kama nani, sio wala sio kwamba amekuamrisha, ila tu sasa wewe kama mchungaji pokea, kwa sababu anaongea mwenzako ili uende ukafanye utume huu. Nenda kwa furaha, kwa moyo wazi kabisa, ukijua kwamba kazi ndio kazi ya kitume tulioitiwa, kuwahudumia watu.
Na kwa kweli tukifanya utume wetu katika utii huo, tunakuwa na furaha na hata mambo yatakwenda vizuri. Kwa hivyo swala hilo la utii naomba ulizingatie, ni jambo muhimu kweli. Ni jambo muhimu. Tufanye kazi tukiwa tunajua kwamba tumetumwa. Na kwa kweli utii wenyewe kwanza utii wa kwanza ni kwa Mungu. Ni Mungu. Lakini katika ufanyaji wa majukumu yetu basi ndio tunaenda katika ngazi hizo za kanisa. Jambo la pili, mdogo wangu, naomba uwe tayari kufanya utume popote pale utakapotumwa. Popote. Usichague mahali. Ni kweli huwezi kuchagua, lakini kuna wakati pengine askofu anaweza hata akakutegea akasema ungependa utumwe wapi? Swali hilo ni gumu. Anaweza kuuliza, unafikiri, angalia parokia zetu, taasisi zetu za jimbo la Mafinga, wapi? Sijui jibu utakuwa nao. Mimi ningekushauri sema tu, mhashamu baba askofu, ona wewe mwenyewe, mimi popote utakaponituma nitaenda. Kabisa. Popote. Kwa sababu ukianza kuchagua mahali, sasa kule kwingine aende na nako kuna watu ni watu. Kwa hiyo utume wetu sisi ni wa kufanya popote. Na ukianza kuchagua mahali, utakapoutuma mahali pa usiku ambapo huku papapenda, utakuwa na manunguniko. Sasa unaleta kwenye huku bwana, hata umeme hamna, network hakuna. Kwa hiyo tuwe tayari kufanya utume popote. Sisi tumeitwa kwa ajili ya kulihudumia taifa la Mungu popote pale ambapo tunatumwa. Na jambo la mwisho, ni kuhusu uangalifu katika matumizi ya mali za kanisa. Tuseme mali za kanisa, mali za kanisa. Kwa kweli kama ulivyotamka mwenyewe katika hiyo taarifa ile, sio tuite nini, declaration, ambayo mwenyewe umeeleza kwamba kwa kweli na mali zile nitakazozipata zitakuwa mali ya kanisa, ni mali ya kanisa. Kwa hiyo vyote watakavyo kuanzia leo, hata zawadi ambazo waamini wanakupa ni mali ya kanisa. Utatumia, ni mali ya kanisa, na wewe ni mhudumu wa kanisa, kwa hiyo utatumia, lakini kwa niaba ya kanisa. Na hilo lakini pia unajua hata sisi waamini tuelewe, na ndugu hasa sasa barero kwanza kusema sasa akatukakala no letake kukae tutumele na hiyo mikono. Hii ni mali ya kanisa. Sawa, anaweza kuja akawasaidia, labda kwa mfano kuna mgonjwa ni, lakini ni mali ya kanisa. Sio kwamba sisi tuna haki nazo. Na mhashamu baba askofu, samahani, nimependa niliseme hili kwa sababu sasa kati ya changamoto tunazoanza kuzipata zingine ni mojawapo hiyo. Ndugu, tukifikiri kwamba tunaweza tukaomba mirathi, ni mali ya kanisa. Mmemtoa Musra yenyewe ipo. Na mmetamka, baba pale mmetamka kabisa, kwa kweli tumetambua kwamba mwanetu ameitwa na Mungu. Tunaomba mwekee mikono, sasa tumike kwa ajili ya kanisa. Inu mwana pende tutawe mwana. Kabisa tumemtoa kama sadaka kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu.
Na kwa hiyo tunafurahia kwa sababu ni sadaka, sio kitu kidogo, sadaka kubwa. Tunawashukuru kweli wazazi. Mungu awabariki na mtabarikiwa kweli kwa kutoa mwana ambaye anafanya kazi ya kuwahudumia watu, kuwatakasa watu, na ninyi wenyewe mkiwa moja wapo katika taifa hilo la Mungu linalopata baraka hizi za Mungu kwa njia ya mtumishi huyu. Basi ndugu zangu, tumwombee kijana wetu ili ayapokee majukumu haya, yeye mwenyewe awe na moyo wa furaha, na kama ambavyo ametamka na kama ambavyo tunaona sote, ili utume huu uweze kweli kulifaidia kanisa, uweze kutusaidia sote tuweze kupata baraka na neema za Mungu kwa njia ya mtumishi huyu. Tumsifu Yesu Kristo.